Kwamba tuko tena mbele za Bwana siku ya leo ambayo tumepata kibali mbele zake kwa ajili ya kujihudhurisha katika ibada hii, na wakati huu ni wakati mzuri kwenda kusikia neno la Bwana. Tuombe. Asante Mungu wetu kwa ajili ya neema hii ambayo tumekuwa pamoja nayo katika siku ya leo. Watu wako tunakwenda kulisikia neno. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utakwenda kutuhudumia. Bwana, lihuishe neno hili liweze kumfaa kila mmoja ambaye anakwenda kulisikia katika jina lako Bwana Yesu. Amen. Neno letu ambalo tunajifunza siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho nirudieni mimi. Nirudieni mimi. Zekaria 1:3. Kitabu cha Zekaria sura ya kwanza na mstari wa 3. Maandiko hapa yanasomeka kama ifuatavyo: basi uwaambie Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Basi uwaambie Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Kumrudia Mungu, kwa maana kwamba ni Mungu ambaye tulikuwa naye pamoja, alafu tukawa tumemwacha, tumeondoka. Sasa Mungu anasema turudi kwake. Ni watu ambao tulikuwa pamoja naye, sasa tumeondoka kwake, anatuhitaji turudi. Mara nyingi tunapoona mambo hayako sawa, hayaendi sawa, au tunapatwa na mambo mabaya, basi yatupasa pia kuzitafakari njia zetu mbele za Bwana kama zipo sawa. Maana amesema tukimwacha naye atatuacha sisi. Tena anaweza kumtuma mjumbe mbaya kwetu kwa sababu tumekwenda mbali naye. Angalia Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 28 na mstari wa 9. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 28 mstari wa 9. Nawe Sulemani mwanangu, hapo alikuwa ni Daudi anamusia Sulemani mtoto wake. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Ukimwacha atakutupa milele. Sasa Mungu hapendi kumtupa mtu yote ile milele, wala hapendi kuona mtu anapotea. Ndio Mungu yeye mwenyewe tena anasema nirudieni mimi. Hata kama tulimwacha, hata kama tulikwenda mbali, tumrudie yeye Mungu. Na kama nilivyosema kwamba wakati tunapoona mambo hayako sawa, kuna mambo mabaya yametokea, basi hatuna budi kutafakari kwa nini mabaya. Kwa nini mabaya? Maana yeye amesema anaweza akamtuma mjumbe mbaya akatujilia. Ndio maana maandiko yanatuhusia sana kwamba tusimwache Mungu. Tusimwache, kwa sababu tukimwacha si tu kwamba atatuacha, lakini hatutabaki salama. Mithali sura ya 4 na mstari wa 6. Kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari ule wa 6. Usimwache naye atakuhifadhi, umpende naye atakulinda. Naona Mungu anavyosema
tusimwache, naye atatuhifadhi. Tumpende naye atatulinda. Sasa kama ilivyotangulia kusema kwamba ni Mungu ambaye anasema tumrudie. Na tunamrudia wakati gani? Tunamrudia tunapogundua ya kwamba tumekwenda mbali naye, na mara nyingi ni baada ya kuona tunapatwa na mambo mabaya. Tunapatwa na mabaya yanatujia, mabaya yanapokuwa nakuja. Sasa mahali pa namna hiyo ujue kuna tatizo. Na hili liko tangu nyakati za zamani, si jambo ambalo linaanza sasa hivi. Tangu zamani, tangu wakati wa Agano la Kale, tangu nyakati za wafalme wa zamani, walipokuwa wafalme hawa pamoja na falme zao wanakwenda na kufanya mambo mabaya, mara nyingi nyakati kama hizo mambo mabaya yalikuwa yanatokea katikati yao, na Mungu alikuwa haachi kuambia. Alikuwa anawaambia kwamba kwa nini haya yamewapata, kwa nini imekuwa tofauti na mwanzo, kwa nini kuna mabaya yameachiliwa. Labda tuanze kuangalia kidogo kibiblia jinsi ilikuwa katika maandiko. Tumwangalie mfalme mmoja alikuwa anaitwa Manase katika Wafalme wa Pili sura ile 21. Tutakwenda kukurukaruka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, alafu tutaruka, tutaangalia mstari wa 6, alafu tutaruka tena, tutaangazia mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Mstari wa 10 mpaka 12. Wafalme wa Pili sura ile ya 21. Tuone jinsi ambavyo ni mambo ambayo yalitokea, na kama yalitokea wakati ni Mungu yule yule, hajabadilika. Hata nyakati zetu hizi itakuwa ni kwa namna hiyo hiyo. Wafalme wa Pili sura 21 mstari wa kwanza mpaka wa 3, alafu wa 6, alafu mstari wa 10 mpaka 12. Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 55 katika Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Hefziba. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Sikiza vizuri maandiko. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, sawa sawa na machukizo ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Kwa maana akapajenga tena mahali pa juu alipopaharibu Hezekia baba yake. Hezekia yeye alipokuja alivunja madhabahu za Mabaali, akavunja madhabahu za miungu. Huyu alipokuja huyu Manase akajenga tena mahali pale ambapo baba yake alivunja, yani madhabahu za miungu na Mabaali. Akapajenga tena mahali pa juu alipopaharibu Hezekia baba yake, akamjengea Baali madhabahu. Akafanya Ashera kama alivyofanya Ahabu mfalme wa Israeli. Akajiinama mbele ya jeshi lote la mbinguni na kulitumikia. Mstari wa 6. Akampitisha mwanawe motoni, akatazama bao, yani akapiga ramli, akatazama bao, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi, akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Mfalme huyo, mstari wa 10 sasa mpaka mstari wa 12. Bwana akanena na watumishi wake manabii akisema, kwa sababu Manase mfalme wa Yuda amefanya machukizo haya na kutenda vibaya kuliko yote walioyatenda Waamori waliokuwa kabla yake, naye akawakosesha Yuda kwa sanamu zake, yani anawakosesha mpaka watu wanaowatawala kwa mambo yake. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, angalia, naleta mabaya juu ya Yerusalemu na juu ya Yuda, hata kila mtu asikiaye masikio yake yatawasha yote mawili. Nami nitanyosha juu ya Yerusalemu kamba ya Samaria na timazi ya nyumba ya Ahabu, nami nitaifuta Yerusalemu kama mtu afutavyo sahani, kuifuta na kuifudikiza. Unaona Mungu anapozungumza,
kwa ajili ya Manase, kwa ajili ya Manase mfalme ambaye alikuwa anafanya mambo ya uganga, anakwenda kwa waganga na kufanya machukizo yote, mambo ya kichawi namna hiyo. Na Mungu akawaambia manabii, Mungu hafanyi bila kusema. Hakuna mabaya ambayo ataachilia Mungu na asitoe habari, asitoe taarifa, atasema. Na hapa alisema, akanena na watumishi wake manabii akisema, kwa sababu Manase mfalme wa Yuda amefanya machukizo haya na kutenda vibaya kuliko yote walioyatenda Waamori waliokuwa kabla yake, naye akawakosesha Yuda kwa sanamu zake. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, angalia, naleta mabaya juu ya Yerusalemu na juu ya Yuda. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo tunapokuwa tunamwacha Mungu tukaenda mbali, Mungu anasema nirudieni mimi. Lakini ikiwa watu watashupaza shingo, mtu atakuwa ni mgumu, hasikii, haelewi, yaani kitakachofuata ni mabaya, yatatokea mabaya. Mungu alisema hivyo pia wakati wa Yeremia. Angalia kitabu cha Yeremia sura 44, Yeremia 44 mstari wa kwanza mpaka 12. Yeremia 44 mstari wa kwanza mpaka 12. Neno lililomjia Yeremia katika habari za Wayahudi wote waliokaa katika nchi ya Misri, waliokaa Migodoli na Tahapanesi na Nofu na katika nchi ya Pathrosi, kusema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, ninyi mmeona mabaya yote niliyoyaleta juu ya Yerusalemu na juu ya miji yote ya Yuda, na tazama ni ukiwa leo, wala hapana mtu akae ndani yake, kwa sababu ya uovu wao. Unaona, Mungu anatoa sababu, anasema kwa sababu ya uovu wao waliotenda ili kunikasirisha, kwa kuwa walikwenda kufukiza uvumba na kuwatumikia miungu mingine ambao hawakuwajua wao wala ninyi wala baba zenu. Sikiza vizuri mstari wa 4. Tena nilituma kwenu watumishi wangu wote manabii, nikiamka mapema na kuwatuma nikisema, basi ninyi msilifanye chukizo hili linichukizalo. Lakini hawakusikiliza wala hawakutega masikio yao, ili wageuke na kuacha uovu wao, wasifukize uvumba miungu mingine. Kwa sababu hiyo ghadhabu yangu na hasira zangu zilimwagika, nazo ziliwaka katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, na miji hiyo imeachwa ukiwa na kuharibika kama ilivyo leo. Basi sasa Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, kwa nini mnafanya uovu huu mkubwa juu ya nafsi zenu wenyewe, kujikatilia mbali mwanamume na mwanamke, mtoto mchanga na nyonyaye, mtoke katika Yuda, msijiachie mtu abakie, kwa kuwa mnanikasirisha kwa matendo ya mikono yenu, mkifukizia uvumba miungu mingine katika nchi ya Misri, mlikokwenda kukaa ugenini, mpate kukatiliwa mbali na kuwa laana na aibu katika mataifa yote ya dunia. Je, mmeusahau uovu wa baba zenu na uovu wa wafalme wa Yuda na uovu wa wake zao na uovu wenu wenyewe na uovu wa wake zenu waliotenda katika nchi ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Sikiliza vizuri mstari wa 10. Asema, hawajanyenyekea hata leo, wala kuogopa, wala kuenenda katika sheria zangu, wala katika amri zangu nilizoweka mbele yenu na mbele ya baba zenu. Mstari wa 11. Basi kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tazama, nitaelekeza uso wangu juu yenu ili niwaletee mabaya, hata kukatilia mbali Yuda yote. Nami nitawatoa mabaki ya Yuda walioelekeza nyuso zao kuingia nchi ya Misri, wakae huko, nao wataangamia wote pia. Wataanguka katika nchi ya Misri, wataangamia kwa upanga na kwa njaa, watakufa. Tena
watakufa tangu wadogo hata wakubwa, kwa upanga na kwa njaa, nao watakuwa apizo na ajabu na laana na aibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, wakati wowote tukiona mambo mabaya yasiyokuwa ya kawaida, asikuongopee mtu. Inakuwa ni ghadhabu na hasira ya Mungu. Na kama anavyosema kwamba nimetuma watumishi wangu manabii kwenu, wakiamka asubuhi wakiwaeleza, lakini watu hawakusikia. Hata katika mambo ambayo yanaendelea, watu wamepiga kelele. Unajua, sisi tunaweza kuona kama ni kawaida sana, maisha yetu tunaishi ni kawaida, lakini kumbe mbele za Mungu kipimo cha uovu kimepitiliza. Lakini kwa sababu ni kizazi cha uovu kilichoko sasa, sisi tunaona ni kawaida. Mambo yanaendelea ni kawaida. Mambo ya ushoga haya tunaona kwamba ni kawaida. Mambo ya watu kujiuza ni kawaida. Mambo ya uchawi na uganga na vitu vinavyoendelea, uzinzi na kila kitu inaonekana ni kawaida, lakini kumbe mbele za Mungu ni mambo ambayo yameishavuka kipimo. Leo yani haionekani tena ajabu mtu akionekana kwamba ni shoga. Leo inaonekana sio ajabu tena inapojulikana kwamba watu wanaingiliana kinyume cha maumbile. Inaonekana kwamba ni habari tu ya kawaida. Tena unakuta ni habari ambazo zinahamasishwa sana sasa hivi, hata mitaani huko inaonekana kwamba yani mtu ambaye haelewi jambo hilo, yeye ndio anaonekana ndio mjinga. Ni uovu uliokithiri, ni uovu uliopitiliza ambao Mungu hawezi kukubaliana nao. Ikiwa Sodoma na Gomora, ndugu zangu, nchi mzima iligeuzwa majivu, mvua ya moto ilinyesha ikateketeza kila kitu kilicho hai kwa ghadhabu na hasira ya Mungu. Leo yanayotendeka leo ni zaidi ya Sodoma na Gomora. Ni zaidi. Ni kwa sababu tu watu wengine hampendi kufuatilia na kujua mambo gani yanayoendelea, lakini sisi wengine ambao tunafuatilia hizi habari, hali mbaya sana. Ndio unakuta sasa hivi wameharibika mpaka watoto wa shule za msingi. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Watoto wadogo ambao hawajui chochote, hawaelewi chochote, wameharibika. Uovu unapofikia level hiyo, kwa kiwango hicho, na Mungu yuko, watu hawaogopi, watu hawana hofu, watu wanaona kwamba ni kawaida. Hiyo achana nayo kabisa. Ndoa sasa hivi za hadharani, ndoa za mashoga, ndoa za jinsia moja, ni vitu vya kawaida, vinafanyika hadharani na watu wanaenda kusherekea, watu wanachangia michango na nini, na inaonekana ni kawaida. Sisi tunaona kawaida kwa sababu tunaishi kwenye kizazi cha uovu. Lakini wangalikuja watu wa zamani wakaona yanayofanyika, kwanza wangemshangaa sana Mungu. Wangemshangaa sana kwamba yani Mungu sasa hivi amekuwa mvumilivu kiasi hichi. Zamani hapa watu wangeshafutwa, lakini imekuwa zaidi ya Sodoma na Gomora, na bado Mungu anaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoona mambo yamefikia mahali yamefikia, ndugu zangu, sio swala la siasa, sio issue ya siasa. Mungu ameruhusu, kwa sababu lazima mioyo ya wale watu ifanywe kuwa migumu kwa namna hiyo, hata kufikia mahali mambo kama hayo yanatokea.
Mungu ndiye ambaye alimfanya Farao kuwa na moyo mgumu, sio kwamba Farao alikuwa na moyo mgumu yeye mwenyewe. Kwa hiyo lazima tufike mahali tujiulize, sisi ambao ni watu wa imani, sisi tunaomjua Mungu, sisi ambao tunalitia jina la Bwana, lazima tujihoji. Tusiangalie mambo kama ulimwengu unavyoangalia. Sisi si watu wa ulimwengu huu. Maandiko yanasema kwamba tusiangalie yaliyo chini, tuiangalie yaliyo juu. Sisi tutafakari kwa kuiangalia na kuyajua yaliyo juu. Tukiangalia kwa chini, ndio tunakuja sasa kuangalia mambo sio ya vyama, mambo sio nani kasema nini, sio nini. Haianzii hapo, haijaanzia hapo. Kwa taarifa kwa haikuanzia hapo. Hivi ni vitu ambavyo vimeruhusiwa katika ulimwengu wa roho. Vinaanzia juu. Na uovu ukishakithiri, ukaweka kituo, huyu Mungu ninayemjua mimi lazima tu atashuka. Hii kwani ni mara ya kwanza? Hatukuona hapa majuzi tena hapa wakati wa COVID hapa, na tukaona Ulaya. Unajua sisi huko hatukuona vizuri, lakini ulizia watu waliokuwa Amerika, watu waliokuwa Ulaya, jinsi ambavyo Mungu aliwashukia kule. Watu walikufa, Sasa hili sio swala la ugonjwa, sio swala la ugonjwa lile. Ni mambo ambayo Mungu, kwa sababu ya uovu uliokithiri, Mungu anamruhusu mjumbe mbaya ashuke na kuadhibu watu na kuadhibu wanadamu ambao hawataki kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ilikuwaje wakati wa Ninawi? Ninawi tuliambiwa kwamba Ninawi itaangamia yote. Akatumwa kule Yona, akaenda kapiga kelele, Ninawi ikapona. Kwa hiyo sisi tuyaangalie mambo haya kwa jicho la tatu, kwa jicho la kiroho. Amen. Sio vitu vya kutumia akili hivi. Kama ingekuwa akili, ina maana watu wote hatuna akili mpaka tumeanza kuuana sisi wenyewe. Kwani akili zimehamia wapi? Akili zimehamia wapi? Sisi tuna akili sisi. Hakuna wasomi humo, hakuna madaktari, sio wenye PhD wenye nchi, hatuna hao. Hawako huko kwa viongozi wetu, kwa hakuna watu waliosoma sana, kwa hawako. Ili wameshindwaje hivi? Haya ni mambo ya roho, sio ya akili. Kama ni akili, wangekusanywa watu wenye akili wakaambiwa watafute ufumbuzi. Mhubiri sura 7 mstari wa 17. Mhubiri sura 7 mstari wa 17. Maandiko yanasema hivi: usiwe mwovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Hebu sikia neno la Mungu. Usiwe mwovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Kumbe uovu ukikithiri, uovu ukipitiliza, kuna mahali Mungu anasema hapana, this is too much. Ilikuwaje wakati ule wa Nuhu? Kwa nini Mungu aliugarikisha ulimwengu? Shida ilikuwa ni uovu na watu kutokusikia, kutokuelewa. Lakini Mungu yoyo katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 7 mstari wa 14, yeye mwenyewe tena anapokuwa katika kutaka kutusaidia, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 7 mstari ule wa 14. Mambo ya Nyakati
Mambo ya Nyakati wa Pili, samahani, itakuwa ni Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 na mstari huo wa 10, sura 14. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Andika soma: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Hii ndio solution. Huu ndio ufumbuzi katika Mungu. Tunapoona Mungu amekasirika, ghadhabu ya Mungu imeshuka, sio mahali pa kutumia hesabu. Sisi watu wa imani tunatakiwa tujue moja kwa moja kwamba kuna shida, na moja kwa moja tutafakari kwamba ni wapi tulipokosea mpaka Mungu ametushukia namna hii. Ndio maana nasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama tulivyotangaza kwamba tumekuwa na maombi hapa kila siku jioni katika kipindi hichi, lazima katika kuomba kwetu tujue tunaomba nini. Tunaomba nini? Ndio maana nikasema siku ya leo tumeanza maombi na tuko katikati ya maombi, lakini katika nafasi hizi za ratiba ya neno tuwe tunafundishana na kukumbushana na kupeana maarifa, tupate kujua kwamba tunaomba katika haya, maana tunaangalia katika maandiko. Amen. Amen. Kwa hiyo tunalichukua neno hili alilosema Bwana mwenyewe kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Kujinyenyekesha ni kuomba. Watajinyenyekesha, kufunga na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimeweza kuorodhesha hapa mambo ambayo tunaweza kuyazingatia katika maombi yetu kutokana na haya ambayo tumejifunza. Kwanza, kama maandiko yamesema kwamba tukijinyenyekesha kwa maombi, hayo ni maombi ya toba. Tunatakiwa kuomba, kujinyenyekesha na kuomba maombi ya toba, na si tu kuomba maombi ya toba, lakini Mungu anataka kuona kama tutaziacha njia zetu mbaya. Hao watu wanaoomba si tu swala la kuomba, lakini hao waombaji ambao wanajinyenyekeza mbele za Mungu wawe ni watu ambao wao wenyewe wanaziacha njia zao mbaya. Hatuwezi kwenda mbele za Mungu tukao tunamwomba Mungu kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya mabaya yaliyotupata, wakati huo huo tunaendelea na njia zetu mbaya. Hamna kitu hapo. Hamna kitu hapo. Tumeangalia huu mstari ambao umesema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni la kwanza. Hilo ni la kwanza. Lakini pointi namba 2, tufanye toba kwa ajili ya kanisa la Tanzania na watumishi wake, wao ni wachungaji, sio maaskofu, sio manabii, sio mitume, maana wako wa kweli katika hao manabii na mitume. Tufanye toba kwa ajili ya kanisa la Tanzania, kwa sababu sisi Mungu ametuweka kama walinzi wake. Tumeona pale katika Yeremia
sura 44 ile mstari wa 4 pale. Anasema tena, nalituma kwenu watumishi wangu wote manabii, nikiamka mapema na kuwatuma nikisema, basi ninyi msifanye chukizo hili linichukizalo. Mpaka mstari wa 5. Lakini hamkusikiliza wala hamkutega masikio yao ili wageuke na kuacha uovu wao. Sasa hiyo ni sisi ambao ujumbe ulitumwa kwetu, na wapo wajumbe ulitumwa kwetu kweli, wakatueleza mambo yatakayotokea, mambo yajayo. Lakini kama kanisa, kama watumishi, hatukuchukua hatua yoyote. Wakati Mungu anasema kwamba alituma watumishi wake, kwa hiyo tulionekana ni watu ambao tumeziba masikio. Hatukutaka kusikia ujumbe ambao Mungu aliutuma kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hiyo lazima tuwe na toba kwa ajili ya kanisa na watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba tatu, lazima tuombe toba kwa ajili ya viongozi wetu na watawala ambao hawaenendi katika haki, hawatendi haki, wala hawatawali kwa haki. Kwa mfano ule wa mfalme Manase. Tumeona mfalme Manase jinsi alivyokuwa. Mfano ule mfalme Manase. Kwa hiyo sisi nasi tunapokuwa tunaomba maombi haya, huko uovu mwingine ambao akina Manase walifanya huko, ambao wamejenga madhabahu za Baali, wamewapitisha watoto wao katika moto. Manase alikuwa chukizo, ikawa sababu ya Mungu kuleta mabaya kwa Yerusalemu yote, lakini tatizo ilikuwa ni Manase. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi nasi vile vile tuombe. Ndio maandiko yanatuagiza kwamba tuwaombee watawala, tuwaombee viongozi, kwa sababu sisi tunayo nafasi ya kuomba rehema kwa ajili ya viongozi wetu, watawala wetu, na Mungu akawarehemu na mabaya yasitokee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wengine wakiambiwa haya tuombe kwa ajili ya viongozi wetu, tuombe sijui kwa ajili, mwingine sema kwani mimi hicho sio chama changu. Mimi sio swala la chama. Pale tunakiombea kile kiti. Haijalishi aliyekaa pale ni mtu wa namna gani. Kile kiti cha enzi ndicho ambacho tunakiombea, kwa sababu tusipokiombea kile kiti cha enzi, shetani naye anakitafuta hicho kiti cha enzi. Anamtafuta yule mtu aliyekaa pale, akijua kwamba huyu ndio mwenye mamlaka, huyu ndiye aliyeshika upanga. Kwa hiyo kama yeye ndiye aliyeshika upanga na hatuombi kwa ajili yake, adui atapata hiyo nafasi, ule upanga utaanza kukata watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapomwombea mfalme ni ili ibilisi asipate nafasi, asije yeye akamuongoza katika mabaya. Huyu ni mwanadamu, lazima tumwombee. Sasa kwa sababu kanisa halina macho, watu tumekuwa mwilini, tunaingiza mambo ya siasa. Ukishaingiza siasa tu hapo umefeli. Sisi hatuangalii vilivyo chini, tuviangalie na kuvisikia vile sauti inatoka juu katika jina la Yesu. Tutapona. Lakini kinyume cha hapo, huyo Manase anaweza kutumia vibaya. Namba 4, tuombe toba kwa ajili ya watu wa taifa letu kwa ujumla. Taifa letu lina watu wengi, na si watu wote wanaishi maisha ya haki. Wengi ni watu ambao wanaishi maisha yao tu ya kujiongoza wenyewe katika mambo yao, na yamekuwa ni machukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo tuombe toba kwa ajili ya watu wote wa taifa letu kwa ujumla, watu wasio wanaenda kwa kufuata Bwana na kufanya kila namna ya machukizo mbele za Bwana. Hao tunaosikia wanafanya mambo ya Sodoma na Gomora huko, ni watu wao, ni raia tu wa nchi hii. Wengine hawana imani, wengine wana imani. Sisi lazima tutubu
kwa ajili ya hayo yote yanayoendelea kutoka kwa watu wa taifa letu, maana hayo yote ni machukizo mbele za Bwana. Amen, amen. Sasa kabisa. Tano, tuombe toba kwa ajili ya damu inayomwagika ambayo inaitia unajisi ardhi ya Tanzania. Bwana atusamehe uovu huo. Damu ni uhai, damu inanena, damu inalia. Damu ikinajisi ardhi inakuwa ni laana kwa taifa, inakuwa ni laana kwa nchi. Kwa hiyo tuombe toba kwa ajili ya damu inayomwagika ambayo inatia unajisi ardhi ya nchi yetu na kutuletea laana. Mungu atusamehe uovu huo kama taifa la Tanzania. Namba ngapi hiyo? Namba 6. Sasa tuliombee rehema taifa letu la Tanzania na watu wake. Mungu atusamehe, asituhesabie uovu huo. Tuombe rehema, tuliombee taifa letu rehema. 7 na mwisho, tumwombe Mungu atujenge tena kama taifa lenye umoja, upendano na mshikamano ambao ulikuwako katikati yetu hata kabla mambo hayajaribika. Tulikuwa na umoja na upendano na utengamano bila kujali tofauti tulizokuwa nazo, aidha ni za imani, za dini au za kabila au tofauti zingine zote zile hazikuweza kupata nafasi ya kutufarakanisha hapo mwanzo kabla. Kwa hiyo tumwombe Mungu kwamba tunahitaji kujengwa tena, maana hali jinsi ilivyo, tofauti hizi sasa ni kama zinatupeleka mbali na tunahitaji kufika huko. Tumwombe Mungu aturehemu, alirehemu na taifa letu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 8 na mwisho, tuwaombee viongozi na watawala wa nchi yetu. Mungu awape hekima ile itokayo juu, itakayowawezesha kutawala. Wafanye hivyo kwa hofu ya Mungu, watawale kwa haki. Suleiman alipokuwa ameulizwa na Mungu kwamba anataka nini, anaomba nini kwa Mungu, Suleiman aliomba hekima. Asema, nitajuaje mimi jinsi ya kuingia na kutoka kwa watu hawa ambao mimi ni mfalme wao? Mungu akampa hekima. Kutawala bila hekima na kudhani kwamba akili ambazo mtu amekuwa nazo kwa sababu tu ni msomi, sio na degree, sio na nini, haiwezi kusaidia. Inahitajika hekima ya Mungu. Mahali kwenye watu wengi, watu milioni 60 sio na ngapi, milioni, bila maongozi ya Mungu na hekima ya Mungu, utavuruda tu kwa kudhani kwamba umesoma, si uko na sera, si nzuri, si uko na sera, si uko na nini. Hekima ya Mungu ndiyo ambayo inahitajika, kwa sababu huyu mtu aliyemtawala anatarajia kuongoza watu na kuwatawala watu katika njia za haki za Mungu, na Mungu ndio mwenye haki. Yeye ndiye anayejua jinsi gani mwanadamu anaweza kutenda haki ikiwa mtu huyo ni mtu wake. Nje ya Mungu huwezi kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya ndiyo ambayo tunatakiwa tuyazingatie katika majira haya, kipindi hichi. Hata tunapokuwa tuna vipindi vya maombi hapa vya jioni kila siku, haya ndiyo mambo ambayo tunatakiwa tuyabebe kwa bidii katika maombi yetu na kuyapeleka mbele za Mungu, ili Mungu aweze kuiponya nchi yetu, aweze kutusamehe. Tunahitaji msamaha. Tumekosa, kumekuwa na machukizo makuu na Mungu amekasirika na ghadhabu yake imeshuka.
na ni jambo ambalo tulipewa taarifa kabla, lakini wengi tuliona kwamba nafikiri sio kweli, nafikiri sio kweli. Sasa tumeona, na tuombe. Mungu ametupa nafasi ya kuomba, ametupa nafasi ya kuomba. Ni kama vile Ninawi walikuwa wamepewa nafasi ya kuomba, na wakaambia kwamba usipoomba mabaya yanakuja, Ninawi itaangamiza. Sasa yale ambayo yametokea yanatufundisha na kutukumbusha haya yote, na ni sehemu yetu kuomba. Tuombe kwa bidii, tumrudie Mungu. Yeye alisema nirudieni mimi na mimi nitawarudie ninyi. Lakini Mungu akituacha hatutakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa haya machache tumejifunza hapa, ni neno ambalo litatuongoza na kutusaidia katika maombi yetu ambayo tunaendelea nayo, ili tujue kwamba kwa nini tunaomba na tunasimamia maandiko gani katika kuomba. Hayo yote ambayo tumeangalia hapa ni ya msingi sana, na tuyazingatie kwa wakati huu na katika maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Umejifunza nini mpaka hapo? Bali pale ulipo, simama, mshukuru Mungu kwa haya ambayo ametufundisha, ametujulisha, na tena tumwombe Bwana atusaidie sawa sana jinsi ambavyo tumejifunza hapa katika hizo pointi ambazo tunazingatia katika kuomba kwetu, ili maombi yetu yakapate kuwa na matokeo ya si vinginevyo. Basi hapo sauti yako, mwombe Mungu, mshukuru Mungu kwa haya yote ambayo Roho wa Bwana amenena nasi. Paza sauti yako.